Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Urusi itapeleka makombora mazito ya teknolojia ya hali ya juu nchini Korea ya Kaskazini. Makombora hayo ni kwa ajili ya kuipa Korea ya Kaskazini ya bwana Kim Jong-un, lakini pia ni kuhakikisha kwamba taifa hilo lipo imara wakati wote, hususan katika masuala ya teknolojia za masuala ya silaha. Hata hivyo, Korea Kaskazini licha ya kupokea makombora hayo mazito miongoni mwa silaha za kisasa, itapokea pia msaada wa teknolojia kutoka kwa Warusi ambao wataweza kutengeneza wenyewe baadhi ya makombora ya anga. Lakini pia hili linajiri baada ya majaribio kadhaa ya Pyongyang ya silaha nzito za masafa marefu, masafa ya kati na masafa mafupi. Kiongozi wa Korea Kaskazini bwana Kim Jong-un alisimamia mazoezi kadhaa katika kuhakikisha makombora yanajaribiwa vilivyo, ikiwa ni pamoja na ndege zisizokuwa na marubani za mashambulizi ya anga yaliyofanywa na makundi mbalimbali ya jeshi lake la anga katika nyakati tofauti. Hata hivyo, wiki iliyopita amefichua kile kinachoonekana kuwa ni mazoezi ya moja kwa moja yanayohusisha kombora jipya la angani ambalo limerushwa kutoka kwa ndege ya kivita ya MiG-29. Hii ni kulingana na vyombo vya habari vya serikali ya Pyongyang. Hata hivyo, Korea Kusini inaamini kwamba huu ni mpango wa rais wa Urusi Vladimir Putin kutengeneza taharuki katika eneo hilo la peninsula ya Korea. Anasema, tunaamini hii ni mbinu. Kanali Lee Sung-jun, msemaji wa kuwa pamoja wafanyakazi, alinukuliwa na shirika la habari la Yonhap la Seoul akieleza hayo. Alikuwa akijibu swali kuhusu iwapo Korea Kaskazini imepokea silaha na teknolojia ya hali ya juu kutoka kwa Urusi badala ya kupeleka wanajeshi. Hata hivyo, utafiti zaidi unahitajika ili kubaini ukubwa na upeo wa usaidizi unawezekana wa teknolojia wa Urusi, Lee aliongeza. Kumekuwa na visa vingi ambapo Kaskazini inajaribu kudanganya au kutia chumvi masuala ya kupata sehemu na vifaa yamesababisha kucheleweshwa kwa utumaji. Tunaamini mifumo ya silaha pia itachukua muda mrefu kufanya kazi, alisema. Pyongyang inakusudia kuunda mfumo wake wa makombora kutoka angani, huku maafisa wa ulinzi wakitumai kumaliza mradi wa utafiti wa mfumo wa makombora masafa mafupi ya kutoka angani ifikapo mwaka 2032 na kusambaza ifikapo mwaka 2035. Hata hivyo, Urusi pamoja na Korea Kaskazini zimefunga mkataba wa ushirikiano katika masuala ya kijeshi na ulinzi na usalama. Katika nyakati za vita huko nchini Ukraine, baada ya eneo la Urusi kutekwa na Ukraine, Korea Kaskazini ilipeleka wanajeshi wake karibia 10,000 ambao walipambana na kusaidia ushindi katika eneo hilo. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.